Mwenyezi Mungu kutuvusha siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 7 tukiwa salama. Ni jambo la kihistoria. Na nianze kusema tulitengeneza vikundi vya kujilinda. Vikundi vya kujilinda hivyo, kundi la kwanza tuliliita mbwa mwitu. Watu wakalaumu sana, wakasema Mwaipopo unafuga vikundi hatari sana. Kundi cha pili tukaita chui weusi, kwa ajili ya kujilinda, sio kwa ajili ya kudhuru. Sasa bahati mbaya wa Tanzania wengi, Mungu atusamehe, ni watu tunaokwenda kwa kufata mkumbo. Watu wengi wakamtaka IGP anikamate, wakamtaka waziri wa mambo ya ndani anikamate. Mwandishi mmoja wa Millard Ayo akamchomekea swali kamanda wa polisi mkoa wa Dar es Salaam anikamate. Lakini mwandishi huyu wa Millard hakuweza kuwauliza wale wanaotengeneza maandamano ya kutaka kutuvuruga nchi. Ila mimi alivyoona nimetengeneza kundi, angaliani hao Tanzania, la kujihami, sio kupigana au kwenda kuua watu. Kujihami, kuziwia machafuko. Anakuja anamwambia IGP, IRPC anikamate. Wale wanaotengeneza maafa waliosababisha watu wakafa, yeye hakulani. Yaani channel ya Millard Ayo haikulani, wala huyo mwandishi wa Millard hakulani, aliunga mkono kwa lugha nyingine. Lakini alipoona, unajua lazima tufike sehemu tuelezane ukweli wa Tanzania. Hakuna maarufu katika nchi, hakuna superstar katika nchi, wala hakuna chombo maarufu katika nchi, wala hakuna bwana mkubwa katika nchi. Wote sisi ni Watanzania. Namba 1 katika nchi ni rais, namba 2 ni makamu wa rais, namba 3 ni waziri mkuu na vyombo vyao vya ulinzi na usalama, mkuu wa majeshi, mkuu wa polisi, mkurugenzi wa usalama wa taifa na vyombo vingine vya ulinzi. Hao ndio VIP. Huku chini tuliobaki sisi lazima tukubali kufuata masharti na kuihami nchi. Na hakuna kiongozi anayepewa mamlaka na ndio kusudio la uongozi kuja kudhuru watu. Haipo kiongozi wa namna hiyo, kwamba mimi nimekuwa rais wa nchi, kazi yangu ni kuua raia wangu. Haipo hiyo. Haipo. Sasa nilimshangaa mwandishi huyu. Sisi Waislamu tuna lugha moja, tunasema alaniwe kila mtu mwenye kuamsha fitna iliyolala. Yaani mfano mimi na askofu tumegombana, askofu amesamehe, amesahau, mimi nimesahau, unamfuata askofu naambia, askofu, Mwaipopo nimemkuta pale sehemu fulani anapanga njama za kutaka kudhuru tena. Yaani unaamsha fitna iliyolala. Mara unakuja kwangu naambia Mwaipopo, askofu nimemkuta kanisani na waamuru waumini wake wote, kila anayetembea na kisu kwa ajili ya kujihami, wewe akikutana na wewe apite na wewe. Yaani mradi tu mimi na askofu kute tunachukiana basi. Hii ni mambo ya hovyo sana haya. Ni mambo yanashangaza ya Watanzania wenzangu. Sasa kundi hili tuliliunda kwa ajili ya kujilinda mitaa yetu, uswahilini na kuangalia mali zetu. Yoyote atakayetoka kuja kutaka kutudhuru, sisi tutoke to defense, kwamba hapa huwezi kuharibu mali ya mtu yoyote, rudi ulikotoka. Nikatafsiriwa kwamba mimi ndio gaidi. Wengine wakasema hao ndio wale watekaji wasiojulikana, ndio hao Mwaipopo. Hivi hata kwa akili ambayo ya mtu mjinga kwenda shule, mimi niwe mtekaji nikuteke wewe kwa maslahi ya nani? Ili iwe nini? Kwa kutaka nini? Jambo la kwanza, wa Tanzania mjue kwamba mimi juhudi zangu zote za kusema hapa, ndugu zangu, mimi sihitaji cheo chochote cha kisiasa. Sihitaji rais aniteue niwe mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, sihitaji hata ubunge, hata unyumba wa Juba 10 ujumbe siutaki. Jukumu nililonalo ni zito, la kutangaza imani yangu ni zito. Naamini Mungu atakuja kuniuliza siku ya mwisho. Mtume wangu Muhammad anasema kila mtu ni mchunga, na kama mchunga ataulizwa alichokichunga. Mimi nina dhamana kwa Waislamu. Ninapotembea nakuta yatima, na yatima huna Uislamu wala Ukristo. Akichakuwa yatima ni yatima, awe Mkristo, yatima awe Muislamu ni yatima. Ujane hauna mipaka, kwamba mjane Mkristo, huyu Muislamu, wote ni wajane, wanastahili haki. Mimi nitaulizwa kwa Mungu. Watu walijua hilo. Hata Biblia kitabu cha Yakobo imesema mtu akizani kuwa nayo dini iliyokuwa bora mbele ya Mungu ni hii, kuangalia maskini, yatima na wajane na kujiwia yeye katika
mawaa. Ndio dini. Uwezi ukasema una dini, unatoka hapo unaenda unazini, unaua, unasema hiyo dini gani? Sasa tunaposimama kuambia watu waache maandamano, maana yake dini imetaka watu waishi kwa amani. Ndugu zangu wa Tanzania, hebu mfike sehemu mtuelewe. Msiwe kama Mayahudi walivyomsulubisha Yesu. Sababu Wayahudi walikuwa wamuelewi Yesu. Kila huko wanamfanya wamuelewi. Sasa mfike sehemu mtuelewe. Sisi hatuhitaji vyote vya kisiasa. Sasa kuna kasumba moja maaskofu imezuka hivi kwa Tanzania. Hivi nyinyi mmekuja hapa, kuna watu wanatafsiri kwamba mmenunuliwa. Haki ya Mungu. Kwamba nyinyi ni chawa. Mmenunuliwa. Bwana Shabani, wewe ni chawa, umenunuliwa. Hivi unaweza kununua utu wa mtu? Hivi kweli kwa akili ya kawaida, askofu, mchungaji, Sheikh Shabani, msimame kwenye misikiti na makanisa, kazi yenu hiyo kuchochea watu watoke waandamane? Hivi nchi takalika hii? Jamani, nchi takalika? Sasa hayo ndio mnataka tuyafanye? Kwa maslahi ya nani? Mimi binafsi siwezi kuyafanya, askofu hawezi, Sheikh hawezi. Na ndio mnaona tumekuja hapa. Sasa niseme kwamba vikundi vile vyote tulivyokuwa tumeviandaa kwa ajili ya kulinda maeneo yetu, tulisema tuko mikoa kadhaa, nchi nzima karibu tuko tumeenea. Kuanzia leo tunavivunja rasmi. Kuanzia leo tunavunja. Mtu asije akatokeza akasema mimi mbwa mwitu, niko nyuma Mwaipopo. Nchi na watu wanaoilinda, ila tuliweka vikundi vile kwa dharura, kwamba tutaisaidia serikali kulinda maeneo yetu. Ni sawa na kuanzisha sungusungu. Sio jeshi rasmi. Hakuna kambi ya sungusungu wala kituo cha sungusungu. Kwa hiyo yoyote atakayesimama kujiita mbwa mwitu mitaani, atakayesimama ajiite yeye ni chui mweusi na akafanya uovu, huyo atakuwa amefanya uovu ni wa kwake, kwa sababu lengo letu sisi na kazi yetu ilikuwa ni kulinda maeneo yetu na tumeyalinda. Na nilitembea mpaka Mlimani City, nilikuwa nao mbwa mwitu, nilikuwa nao chui weusi, tumelinda maeneo yetu vizuri. Ndio ikajenga chuki watu. Kwa nini unatembea? Unalinda. Ina maana askari hakuna. Wewe unaumia nini mimi nikilinda? Kama wewe ni raia mwema, wewe unaumia nini? Mimi nalinda. Wewe unaumia nini? Kama kweli wewe ni mzalendo, ulipaswa unipongeze. Sasa akili za watu wote wanafikiri tunaposimama hapa tunataka vyeo au tunataka pesa. Ndio akili za Watanzania. Mtu mmoja nimkutania juzi ananiambia, bwana Babu, naona mambo safi sasa. Mambo safi. Kwa issue hii 500 600 iko kwenye account. Haki ya Mungu. Nikamshangaa, nikishangilia mvua akili yake sivyo. Kuna watu wamekufa Uganda wanapambana na Idi Amin. Wale nao walipewa bei gani? Kuna watu wako mpaka leo wanashinda barabarani na bunduki wanatulinda. Wale nao si wangestahili kumiminiwa mapesa. Lakini kwa sababu uzalendo sio kitu cha kupewa pesa. Ni sawa na wewe uwe msikitini au kanisani, alafu ukishaingia kanisani au msikitini kufanya ibada kwa kutafuta radhi za Mungu, unatoka unamuuliza askofu au mchungaji au shekhe, vipi? Naona Mungu ameshakubali kabisa sasa. Mungu ameshanikubali kabisa. Kwa hiyo mimi nakwenda kulala tu nyumbani. Mambo mazuri baba mchungaji. Wewe una kitu chako hakiko sawa sawa. Hakiko sawa sawa. Kwa ndugu zangu, haya makundi yote ni makundi ya kiraia. Mimi Mwaipopo sikuwa na kundi la kijeshi na wala sina haja ya kutengeneza uasi, na kazi yangu sio kuasi, lakini swala la kuisemea nchi kwa huku chini na kupinga vurugu zitakazoleta umwagikaji wa damu, hilo lazima tuzipinge kwa hali na mali. Watanzania, fikeni sehemu wa kweli. Tufika sehemu tu wa kweli. Hivi kweli Mange Kimambi yuko Marekani akanichochea mimi niko Tanzania niichome nchi yangu kwa kisingizio nataka haki yangu? Ni haki ipi unaoitaka? Tufika sehemu tu wa kweli. Haki gani unaoitaka? Sasa ukisema hivi nakuwa nongwa. Mimi nimeshatishiwa kuuawa zaidi ya mara 10.
naeleza wazi hapa. Na angalia walivyokuwa watu wajinga hawa. Wengine wanapiga namba za Ulaya, nafikiri mimi sijui, wengine wako mumu wanatumia namba za nje, namba za Msumbiji. Kumbe huko tuna watu. Tuna watu wetu jamani, msione kwa mimi nina watu kokote uliko niko. Haki ya Mungu na hapa. Wengine wanatumia namba za nchini mumu. Sasa mmoja nikamwambia wewe ni mtu mjinga sana. Nyinyi ni watu wajinga. Sasa kwa hivyo mnavyofanya, ukienda ukikamatwa utasema unaonewa. Kwa nini unaona upande wako wa kuchochea ndio mzuri, upande wangu unaezuia machafuko ni mbaya? Wewe una akili kweli? Hivi machafuko yangekuwepo nchi hii toka juzi, tungepata nafasi ya kukaa huko? Nani angeenda hospitali? Nani angeenda mtoto wake shule? Tena maandamano yenyewe mnasema mtachoma shule. Ni bora mngetangaza maandamano ya amani. Hakuna mtu ambaye angesema, mngekabiliana na polisi. Lakini nyinyi maandamano yenu mmesema tutachoma shule, tutachoma hospitali, tutachoma vituo vya afya, tutaharibu barabara, tutaua raia, tutaua viongozi. Sasa hayo ni maandamano? Alafu tukiyapinga mnasema nyinyi tutakuweni. Ndugu zangu, kama mmedhamiria kuua watu, basi uweni watu. Uweni watu. Lazima tufike sehemu tuelezane ukweli. Kama mmedhamiria kuua watu kwa kusema ukweli, basi uweni. Na jambo ambalo nimeliona kwa Watanzania ni unafiki. Waafrika wengi, baadhi yetu, hii dhambi itatuumiza ya unafiki sana. Kuna mtu anamchukia Rais Samia kwa sababu tu amekosa nafasi ya cheo. Sasa ukimuuliza, bwana, Watanzania wako milioni 70, wasome nchini zaidi ya milioni 5 au 10. Serikali haina ajira za watu milioni 10 kuajiri yote kwa mikoa, kwa wilaya, wakurugenzi, wabunge, sijui manaibu waziri. Haiwezi. Kundi chache kwa maslahi ya wengi. Huyu nali yakosa nafasi inakuwa nongwa. Yuko kijana mmoja anakaa Mbezi huko, aligombea ubunge. Wakati kwenye kula za maoni, Aisha alikuwa na msifu Samia, yani alimsifu Samia, mpaka nikamwona bwana kweli chawa wa Samia. Yule kijana alivyokosa ubunge kwenye kula za maoni akanipigia, akaniambia, Mwaipopo, angalia sasa huyu rais asivyofaa, haki ya Mungu. Nikamza afai rais kwa nini? Nimekosa ubunge kampa mtu fulani. Nikamwambia, kwani rais ndo kamchagua huyo? Wapiga kula wale watu wako, wale kula za maoni wale, wamekuona haufai, na hata mimi nakuona hufai, hufiti, wewe si mwanasiasa. Wewe unakwenda kutafuta maukoto, huna uwezo wa kutetea raia. Haki ya Mungu tena. Mpaka leo yule bwana ni CCM, lakini kabaki tu ni wani. Mpaka leo kabaki tu ni wani. Sasa mambo ya namna hii, ndugu zanguni, tutafika kweli? Yaani ukikosa nafasi na kuwa nongo, rais mbaya. Ukiambiwa eleza ubaya wa rais, huna cha kusema. Juzi nimeona kijana mmoja anaeleza ufisadi wa Heche. Anaeleza yeye. Anasema Heche amepewa hela nyingi na wafanyabiashara, akiwemo mfanyabiashara mmoja anaitwa Nilesh. Kamtaja, sio mimi, yeye ndo kamtaja. Nilesh ni tajiri bilionea, ametoa pesa kumpa Heche. Anasema huyo kijana. Sasa nikajiuliza, kama mfanyabiashara unampa Heche pesa ili aje atudhuru sisi na amezikula yeye peke yake, wanalalamika. Alafu Mange Kimambi nimemsikia leo anasema toka jana kwamba watu waliobaki na misimamo mikali ni Heche na Lissu ambaye yuko gerezani. Hawa wengine wote kina Sugu na kina Lema wameshakubali kukaa meza moja na CCM ili wafanye nini? Maridhiano. Hawafai hawa. Sasa na Watanzania wengi wanamshangilia Mange. Nikasema angalia watu walivyokuwa na akili hawa. Hivi nyewe kwa akili ya kawaida kuna amani inaweza kupatikana bila vikao? Hata ingelikuwa tunapigana vita imenuka, Marekani na Mwirani wana mgogoro, lakini ili wamalize tatizo lazima kukaa mezani. Wapalestina na Waisraeli wana mgogoro mkubwa, ili wamalize wamekaa mezani. Sasa mimi nitakushangaa Mange Kimambi, dada yangu, kuwalaumu watu wanaotaka wakae meza moja na serikali ili wapate muafaka namna ya kuendea
masuala mbalimbali ya kisiasa. Hivi wewe unaona ni raha namna hii tukae tunasukumana barabarani? Unaona raha kuona magari ya jeshi yako barabarani? Uone kwamba unaitia madoa nchi yetu? Kwa mimi nichukue nafasi nyingine kuwashawishi na kuambia watu wa Chadema, acheni siasa za kishamba. Huo ni ushamba. Tena ni ushamba uliopita kiwango. Kaeni na watu wa CCM na serikali, mfikie mwafaka, maisha yaendelee. Angalia msivyokuwa ni watu wa ovyo. Nimemwona siku ile kaka yangu Lissu anakuja mahakamani kaacha nywele kama mwenda wazimu. Sasa nikajiuliza hata kiakili ya kawaida, hivi kweli huyu mtu ana appearance ya uongozi? Huu si uhuni huu? Kwa sababu ni muhuni tu. Ni kama vile mchochezi tu fulani. Mtu mwenye akili timamu, wewe ni kiongozi unatumainiwa na watu. Huwezi kuja nywele vululu kama mwenda wazimu wa sokoni. Kiongozi lazima uoneshe mavazi ya uongozi, sura ya uongozi. Unalindwa na askari kwa kukuheshimu. Hawakwambii kaa chini, wanakuheshimu kama ni kiongozi wa chama. Alafu wewe unakuja manywele namna hiyo ili ionekane kwamba ndio unatia huruma. Sasa haya ndio matatizo ya viongozi wa kisiasa. Na siasa zimevamiwa, nataka niseme na hili. Siasa zimevamiwa ni kama vile dini imevamiwa. Sasa hivi kila mtu shekhe, kila mtu anaomba dua. Huo ndio ukweli.